Baba mwenyekiti, inshallah karibu leo raiani tuzidi kuwapelekea moto. Video hii inamuonesha Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akiingia mahakamani. Lissu awataja Rais Samia, Dr. Mpango aliyekuwa makamu wa rais mstaafu kwa sasa, na Kassim Majaliwa, huyu alikuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sasa ni mstaafu. Baada ya mahakama kuamua kwamba Tundu Lissu ana kesi ya kujibu, mshtakiwa huyo ameeleza kwamba amepokea uamuzi huo na yupo tayari kujitetea yeye mwenyewe kama shahidi wa kwanza na kuwaleta mashahidi wengine mahakamani hapo. Akiwataja mashahidi hao, Lissu amesema mashahidi wake katika kesi hiyo watakuwa ni Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye kiongozi mkuu wa serikali inayodaiwa kutishiwa. Mashahidi wengine ni aliyekuwa makamu wa rais Dr. Philip Isdor Mpango, aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa, IGP Camillus Wambura, mkuu wa majeshi General Mkunda, mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa mataifa TIS na mkurugenzi wa makosa ya jinai CP Ramadhan Kingai. Wengine ni katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, naibu katibu mkuu wa Chadema Amani Golugwa, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Wegesa Heche, pamoja na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama hicho Brenda Rupia. Lissu amesema hao ni mashahidi wa kuanzia na kama kutakuwa na uhitaji wa mashahidi wengine basi ataomba kuongezewa. Pia ameiomba mahakama itoe amri aweze kupewa haki yake kama mtuhumiwa ya kuonana na mawakili na mashahidi wake bila kusikilizwa na wasiohusika kama maafisa magereza na watu wengine wa serikali. Hata hivyo, upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga ulipinga baadhi ya mashahidi waliotajwa na mtuhumiwa, hasa wale wanaotoka serikalini. Kesi hiyo bado inaendelea kusikilizwa katika mahakama kuu masjala ndogo ya jijini Dar es Salaam leo Ijumaa Agosti 21 mwaka 2026. Wakati huo huo, mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam imefikia uamuzi wa kuendelea na mashahidi wanne wa upande wa mshtakiwa Tundu Lissu katika kesi ya uhaini inayomkabili baada ya upande wa jamhuri kuweka pingamizi kwa mashahidi wengine 7 ambao Lissu aliwataja, akiwemo waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Akitoa uamuzi huo, Jaji Danstan Ndunguru kwa niaba ya jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo amesema wamesikiliza hoja zilizotolewa na pande zote mbili kuhusiana na pingamizi hilo juu ya mashahidi waliotajwa na mshtakiwa kutoitwa mahakamani hapo. Katika maamuzi yake, mahakama hiyo imeamua kesi iendelee kwa kuwaleta mashahidi wengine ambao hawajawekewa pingamizi, wakati pingamizi hilo likisubiri kutolewa uamuzi. Mashahidi waliowekewa pingamizi na upande wa jamhuri ni Rais Samia Suluhu Hassan, aliyekuwa makamu wa rais Philip Mpango, pamoja na waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa. Wengine ni IGP Camillus Wambura, mkuu wa majeshi John Mkunda, mkuu wa idara ya usalama wa taifa na ujasusi TIS, pamoja na mkurugenzi wa makosa ya jinai kanali wa polisi Ramadhan Kingai. Mashahidi ambao mahakama imeamua kuendelea nao ni katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, naibu katibu mkuu wa Chadema Amani Golugwa, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, pamoja na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama hicho Brenda Rupia. Maoni yako ni yapi kwa jamhuri kupinga ushahidi wa Rais Samia, Dr. Mpango na Kassim Majaliwa kwenye kesi ya Tundu Antipas Lissu? Nione kwenye comment hapo chini, itakuwa vyema na sodakta sana. Hii ni VOT Media, si wakati wote tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.